Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu tena katika update za PMTV ambapo tunakutana hapa kwa ajili ya kujuzana mengi yanayotokea ndani na nje ya mipaka ya hapa Tanzania. Tunakuwa na sababu ya kila siku ya kukujuza ni nini ambacho kinajiri huko. Sasa bana, huko nchini Kenya pia aliyewarubuni wa Kenya kujiunga na jeshi la Urusi akamatwa. Kumbuka kuna story nyingi sana zimekuwa zikiendelea kuhusiana na majeshi ya nchi mbalimbali kama Marekani ama Urusi huko ama Irani na popote pale ambapo watu wengine wamekuwa wakiwashawishi watu kama kuna nafasi huko kwa ajili ya kujiunga, na kuna kiasi cha fedha kimekuwa kikitangazwa kwamba watu wanalipwa huko kwa ajili ya kuwa frontier katika vita. Sasa idara ya upelelezi wa jinai yani DCI nchini Kenya imemkamata mshukiwa mkuu anayedaiwa kuwa kiungo muhimu katika mtandao wa kuwarubuni wa Kenya kujiunga na jeshi la Urusi kwa madai ya uongo ya ajira barani Ulaya. Mshukiwa huyo aliyetambulika kwa jina la Festus Omwamba mwenye umri wa miaka 33 alinaswa Jumatano Februari 25 mwaka 2026 mjini Moyale baada ya kufuatiliwa kwa muda mrefu na vyombo vya usalama. Omwamba anatuhumiwa kuwalenga watu wasio na ajira na walio katika mazingira magumu, akiwaahidi kazi halali katika mataifa ya Ulaya. Lakini mwisho wa safari waathiriwa hujikuta nchini Urusi wakilazimishwa kushiriki shughuli hatari. Taarifa iliyowasilishwa mbele ya bunge la taifa nchini Kenya inaonyesha ukubwa wa mtandao huu, ikibainisha kuwa takriban wa Kenya 1000 tayari wameshahadaiwa na kujiunga na vikosi vya Urusi. Waathiriwa hao hujikuta wamenaswa katika kazi haramu na hatari, hali inayowavua heshima na usalama wao, ilieleza taarifa ya DCI. Mshukiwa huyo amesafirishwa hadi makao makuu ya DCI kwa ajili ya mahojiano zaidi kabla ya kufikishwa mahakamani. Idara hiyo imesisitiza kuwa huu ni mwanzo wa operesheni kabambe ya kuwasaka washirika wote wa mtandao huo ndani na nje ya nchi ili kukomesha biashara hiyo haramu ya binadamu. Hizi ni update za PMTV, endelea kuwa nasi.